Mtu mmoja amefariki na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia shambulio la makombora ya ballistic kutoka Iran kuelekea Israel ya kati, kwa mujibu wa huduma za dharura nchini humo. Huduma ya ambulance ya Magen David Adom MDA imesema majeruhi hao walitokana na vipande vya silaha vinavyodhaniwa kuwa mabomu ya aina cluster yaliyotua katika maeneo mawili tofauti wakati wa mashambulizi hayo. Katika eneo la ujenzi, wanaume wawili wenye umri wa takriban miaka 40 walijeruhiwa vibaya na vipande vya mabomu. Mmoja wao alifariki kutokana na majeraha yake, huku mwingine akipelekwa hospitali kwa matibabu. Katika tukio jingine katika eneo la Israel ya kati, mwanaume mwenye umri wa miaka 30 alijeruhiwa vibaya. Wahudumu wa dharura walisema kuwa silaha kadhaa zinazofanana na mabomu ya cluster zilionekana kutua katika eneo hilo wakati wa shambulio hilo. China imeonya dhidi ya jaribio lolote la kumlenga kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, baada ya vitisho vilivyotolewa na jeshi la Israel. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Guo Jiakun, alisema Beijing inapinga kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Iran inapaswa kuheshimiwa katika uhuru wake, usalama wake na mipaka yake, alisema, akiongeza kuwa uteuzi wa kiongozi mpya ni uamuzi uliofanywa na Iran kwa mujibu wa katiba yake. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imeishutumu Marekani kwa kuharibu juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zinaendelea kabla ya mashambulizi ya hivi karibuni. Msemaji wa wizara hiyo, Ismail Baghai, alisema Marekani ilivuruga mazungumzo kwa kuanzisha mashambulizi wakati mazungumzo ya kidiplomasia yalikuwa yakiendelea. Walianzisha vita wakati sisi tulikuwa kikamilifu katika mazungumzo ya kidiplomasia, alisema Baghai katika mkutano na waandishi wa habari mjini Teheran. Aliongeza kuwa mashambulizi ya Marekani na Israel yamekiuka sheria na kanuni za kimataifa. Licha ya mashambulizi ya makombora na drone katika eneo la Mashariki ya Kati, Iran imesisitiza kuwa bado inataka mahusiano mazuri na nchi jirani. Baghai alisema Iran ina haki ya kujilinda ikiwa nchi zingine zitaruhusu maeneo yao kutumiwa kuishambulia Iran. Hatua zetu za kujilinda hazipaswi kutafsiriwa kama uadui dhidi ya nchi hizo, alisema. Pia alikanusha ripoti kuwa silaha kutoka Iran zilirusha mashambulizi kuelekea Uturuki, Cyprus na Azerbaijan, akisema baadhi ya taarifa hizo huenda zilipangwa ili kuzusha mgogoro kati ya Iran na mataifa mengine. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa mazungumzo ya kusitisha vita, Baghai alisema mazungumzo hayo hayana maana kwa sasa wakati mapigano bado yanaendelea. Hatujaanzisha vita hivi, ni vita vilivyolazimishwa kwetu, alisema. Baghai pia alishutumu Marekani kwa kutaka kudhibiti rasilimali za mafuta za Iran. Lengo lao ni kuigawanya nchi yetu ili kumiliki mafuta yetu kinyume cha sheria, alisema. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Andriy Sybiha, amesema mgogoro wa Iran na vita vya Ukraine vina uhusiano. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Sybiha alisema Urusi na Iran zinafanya kazi pamoja na zinawakilisha tishio kwa Ulaya, Marekani na nchi za Ghuba. Vita dhidi ya utawala wa Iran na mapambano ya Ukraine dhidi ya uchokozi wa Urusi ni sehemu mbili za vita moja, alisema. Aliwataka washirika wa Ukraine kuongeza shinikizo dhidi ya Moscow na Tehran, akisema tawala hizo mbili zinaelewa tu lugha ya nguvu.